Sasa utapataje kodi? Ni lazima utafute watu ambao unaona watakuja kukuletea kitu kipya ndani ya timu yako, na ndio maana wamemweka huyu mtu kutoka nje. Nyuma yake kuna nani? Kuna Rashid Saif. Ina maana wanamtengeneza huyu ambaye wanajua wataishi naye kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu kama huyu anatoka nje, Rashid Saif akamsoma akajifunza vizuri kutoka kwa huyu ambaye anakuja, atamwachia vitu bora sana, na mwisho wa siku sasa yeye ndo ataendeleza lile gurudumu la kuipeleka Azam ifike ile nchi ya ahadi. Azam wao wenyewe wanaumia kwanza kuona kuna timu kama Pyramid, timu kama Mamelodi ambazo zilikuwa hazitajwi sana katika nchi zao, timu kama RS Berkane zinakuja juzi tu, watu wanafanya uwekezaji kwa sababu wamepita kwenye ile misingi sahihi ya soka. Leo hii zimekuwa timu kubwa Afrika. Kwa hicho kitu wanatamani. Hakuna mtu ambaye hatamani kuona akifanya vizuri, na ndio maana nawaona sasa Azam nao wameamua sasa kwanza kupita kwenye hizi njia, na inawezekana wangeanza hivi tangu ile miaka ya 2010 wakatengeneza falsafa fulani, wakati huu tungekuwa tunazungumza Azam ni moja ya dude kubwa sana hapa Afrika. Kwa hiyo tumi wawape ushirikiano tu hawa watu, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kuwaleta hawa watu afu ushirikiano kama mdogo, yani mkao mnawapa pesa, lakini ile cheni ya viongozi ambayo ipo pale ambao ni wazawa wengi wakawa bado hawana sapoti kubwa kwa hawa watu, bado timu itaendelea kuwa pale pale. Kwa jambo kubwa kama wameamua ni kuanzia kwa mwenye timu mwenyewe na watu wote ambao wapo ndani ya Azam FC wapambane kuhakikisha wanaifanya Azam kuwa timu kubwa hapa Afrika, kwa sababu najua ndoto yao ni hiyo. Ndoto ya Azam ni kuwa kubwa hapa Afrika. Ukubwa utatengenezwa kwa ushirikiano na mipango thabiti.